nani aliyenigusa? Petro akajibu, Bwana, watu wote hawa, tena unaanza kuuliza ni nani aliyekugusa? Yesu akasema, maana nguvu zangu zimenitoka. Mpendwa katika Bwana, karibu katika siku ya 11 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Yesu mwenyewe, kwa kutumia nini? Ishara, ajabu, miujiza, maisha yote ya Kristo, matendo yote ya Kristo aliyoyatenda. Mpendwa katika Bwana, tunayatumia haya ili kuweza kutengeneza daraja. Na siku ya leo ikiwa ni siku ya 11, tunakwenda kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Siku ya leo tunajifunza kwa habari ya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, alafu na pindo la vazi la Yesu. Mpendwa katika Bwana, sasa vitabu vyetu vya siku ya leo kitakuwa ni kitabu cha Marko, Luka na Mathayo. Ila tutavisoma vyote, tutakisoma kitabu tu cha Mathayo. Ile Luka ni Luka sura ya 8 ule mstari wa 43 mpaka wa 48. Na katika kitabu cha Marko ni Marko sura ya 5 ule mstari wa 25 mpaka wa 34. Na katika kitabu cha Mathayo ni ile Mathayo sura ya 9 kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 23. Mpendwa katika Bwana, sasa nitaelezea kwa ujumla kwa vitabu vyote, lakini kitabu ambacho tutakisoma ni kitabu cha Mathayo. Hapa Yesu Kristo akiwa ameambatana na Jairo ambaye mtoto wake alikuwa yu hali ya kuumwa hata kiasi cha kufa. Jairo akiwa anaambatana na Yesu, wanatembea njiani, ndipo akatokea mwanamke na makutano mengi wakiwa wamemzonga Kristo. Ndipo akatokea mwanamke huyu ambaye alikuwa akitokwa na damu muda wa miaka 12. Kumbuka, mkutano ukiwa umemzinga Kristo, na huyu mwanamke ambaye anatokwa na damu miaka 12 ni najis kati ya mkutano. Haruhusiwi mwanamke mwenye damu kukaa au kuchangamana na watu ambao wako vizuri. Mwisho wa siku huyu mwanamke ikabidi ajipenyeze, akaliona vazi la Kristo, akaenda akashika upindo wa vazi la Kristo. Aliposhika ndipo ile damu ikakoma. Kumbuka, mwanamke huyu alitangatanga kwa waganga, akazunguka sana kutafuta matibabu. Biblia inasema katika kitabu cha Marko na Luka kwamba alitumia fedha nyingi, akatumia muda mwingi na mali nyingi kwenda kwa waganga, lakini hakupata. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Sasa tutatumia kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo hakijaandika kwa habari ya matumizi ya gharama na muda, lakini pia na matabibu, bali kimeandika kwa ufupi tu, na tutakitumia hiki kwa sababu ya kusoma kiufupi, bali utaenda kusoma kwenye hivyo vitabu vingine cha Marko na Luka. Sasa Mathayo 9 mstari ule wa 20 anasema, na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka na damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake. 21, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamuona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Hapa imeeleza kwa ufupi sana, lakini ukisoma kitabu cha Marko 5 mstari wa 25 mpaka 34, lakini pia ukisoma kitabu cha Luka ule mlango wa 8 kuanzia mstari wa 43 mpaka 48, imeeleza kwa habari ya mali na vitu vingine. Sasa mpendwa, kwa nini huyu mwanamke alipogusa upindo wa vazi ya Kristo alipona? Kwa nini alipoadhimu moyoni mwake kusema kwamba nikiligusa pindo la vazi lake huyu mtu nitapona? Kwa sababu amekwisha kusikia habari zake, imani imejengwa ndani yake kwa habari ya Yesu huyu. Lakini kwa nini upindo wa vazi lake? Kwa nini upindo wa vazi la Kristo alafu akaenda kupona? Mpendwa katika Bwana, nataka twende tukaangalie katika Agano la Kale upindo wa vazi katika Wayahudi ulikuwa ukimaanisha nini. Mpendwa, baada ya kusema moyoni mwake kwamba nikigusa upindo wa vazi lake Yesu nitapona, mpendwa, hapa ndipo stori nzima inaanza. Sasa twende tukaangalie katika Agano la Kale upindo wa vazi una maana gani? Upindo wa vazi una kusudi gani? Kristo Yesu anataka atufundishe nini kupitia jambo hili, kupitia muujiza huu wa mtu ambaye amehangaika miaka 12 kwa waganga kutafuta namna ya kupona? Ametumia mali zake, ametumia fedha yake, lakini hakupona. Bali baada ya kuazima moyoni mwake, baada ya kusema moyoni mwake kwamba nitagusa pindo la vazi la mtu huyu nami nitatakasika, baada ya imani yake kujengwa, nini kinaenda kutokea? Mpendwa, twende tukaangalia katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 15 na ule mstari wa 38 mpaka wa 40. Anasema kwamba, nena na wana wa Israeli na kuagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha ya nguo zao, katika vizazi vyao, tena ya kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi ya rangi ya samawi. Hapa anawaagiza wana wa Israeli Mungu kwamba wajifanyie vishada, alafu
na ni vinyuzi nyuzi fulani hivi. Wakisha vifanya hivyo vishada au vinaitwa rings au kwa Kiebrania vinaitwa tzitzit. Wajifanyie hivyo vishada. Wakisha jifanyia hivyo vishada, then wavitie katika kila ncha rangi ya samawi, yani rangi ya blue. Anasema mstari ule wa 39, nacho kitakuwa kwenu ni kishada ya ring, yani hivyo vinyuzi nyuzi, ili mpate kukiangalia hicho kishada, mtakiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya, tena kwamba msiende kutangatanga kuandama mioyo yenu wenyewe na macho yenu wenyewe, ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza. Mpendwa, hapa tazama anachosema. Kusudi la hicho kishada ni nini? Kusudi la kishada ni ili wapate kukiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Mungu na kuyafanya, tena kwamba wasiende kwa kutangatanga. Huyu mama alifanya nini? Aliadhimu moyoni mwake, alifikiri moyoni mwake, akasema nikienda kugusa, akakumbuka kwamba uponyaji katika Mungu sijatazama. Nimetazama matabibu wa kidunia, nimetazama hawa matabibu wa kidunia, lakini katika Mungu sijaangalia. Hivyo akakumbuka, akatazama na kutafakari baada ya kufanya, tena kwamba asiende kwa kutangatanga. Huyu mama alikuwa akitangatanga miaka 12 akitumia mali. Katika Luka imeandika, katika Marko imeandika, akienda kwa waganga, akienda kwa matabibu, akihangaika muda mwingi na kutangatanga. Mwisho wa siku, baada ya kuangalia kile kishada, akakumbuka. Baada ya kuangalia lile vazi, akakumbuka moyoni mwake. Mungu akaingia, akamkumbusha, akamsukuma kwamba kaguse lile pindo la vazi, then utakuwa umetakaswa. Mpendwa, hili ni tendo la imani. Imani anayegenerate ni Kristo mwenyewe, ni Mungu mwenyewe ndani ya mwanadamu. Baada ya kufanya hivyo, anasema na macho yenu ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza, mlikuwa mkienda kwa kutumaini vitu vingine ambavyo vitakusaidia, lakini hautaenda tena. Mstari wa 40 na wa mwisho anasema, ili mpate kukumbuka na kufanya maagizo yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Anasema baada ya kuona zile rings, yani vile vishada, zile vinyuzinyuzi, mtapata kukumbuka na kuyafanya maagizo na kusukumwa. Mtaenda kufanya maagizo kwamba only God can save us. Mungu pekee ndio anaweza kutuokoa. Mungu pekee ndio anaweza kututakasa. Ndio pekee anaweza kutusafisha. Huyu mama tunaona imani inabadilisha katika mfumo wa imani. Huyu mama anawaza, ili kumbuka hizi rings kwa Wayahudi zilikuwa zinafungwa kwa wanaume sana. Na mwisho wa siku alipotazama ule upindo wa vazi la Kristo, alipoenda kulishika, ni kweli utakaso ulitokea kwake. Mungu akawepo pale, agano imara la Mungu likawepo pale, uponyaji ukawepo pale, nguvu za Mungu zikawepo pale. Nguvu, ndio maana alipogusa, nguvu ya Mungu ilitoka kwa sababu ya imani ya yule mama. Uponyaji ulitoka kwa Kristo Yesu baada ya kushika lile vazi la Kristo, baada ya kushika ile rings, kile kishada cha Kristo. Mpendwa katika Bwana, na hili jambo si mara moja limetokea katika Biblia, katika Agano Jipya kwa Yesu Kristo. Ukienda kusoma pia katika kile kitabu cha Mathayo 14 kuanzia ule mstari wa 35 na 36. Hapa Yesu Kristo alipofika katika nchi ya Genezareti, kilichotokea ni nini? Anasema 35, na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, maana yake wenye magonjwa. 36 anasema hivi, nao wakamsii waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Mpendwa, baada ya kitendo hichi tunaona alipofika Genezareti, Yesu, watu wakamletea watu ambao ni wagonjwa. Walipogusa lile pindo, manake wakakumbuka kwamba Mungu ndiye mponyaji, Mungu ndiye anayetuokoa, Mungu ndiye anayeturehemu, Mungu ndiye anayetugusa na kutulinda. Kumbuka kusudi la Mungu kuwapatia hivi vishada katika mavazi yao, hizi rings katika mavazi yao, hizi tzitzit katika mavazi yao, ni kuwafanya waweze kukumbuka na kuyafanya maagizo yote kwamba Mungu ndiye anayeponya, Mungu ndiye anayetakasa, Mungu ndiye anayerehemu, Mungu ndiye anayeponya. Mpendwa, na hili ndilo fundisho kwa yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu miaka 12, na lile vazi la Yesu Kristo, yani upindo wa lile vazi la Yesu Kristo, kulikuwa na kusudi la namna hii, kumkumbusha mtu. Kumbuka aliwaza moyoni yule mwanamke ili aweze kutakaswa, na kweli akatakasika. Alifikiri moyoni mwake kwamba nikigusa ili pindo, kwa sababu pindo lilikuwa linakumbusha, pindo lilikuwa linatafakarisha, pindo lilikuwa linawazisha juu ya utukufu wa Mungu, juu ya ukuu wa Mungu, juu ya nguvu za Mungu, juu ya ajabu za Mungu.
kwamba Mungu ndiye aliyewatoa wana Israeli Misri na kuwaleta kwa mkono hodari, akawapasua bahari ya Shamu, akawavusha, akawapiga Ogu mfalme wa Bashani na Sihoni mfalme wa Waamori. Haya yote yanawakumbusha ule utukufu wote wa Mungu. Walipokumbuka mambo haya, alipokumbuka mambo haya, nguvu ya Mungu ilikuwepo pale. Ndio maana baada ya kugusa lile pindo, nguvu ikatoka, yani uponyaji ukatoka ukamwendea. Ndio maana Kristo anauliza, ni nani aliyenigusa katika Luka na katika Marko? Ni nani aliyenigusa? Petro anamjibu anasema, Bwana, watu wote, mkutano wote huu unasema aliyekugusa? Anasema, maana nguvu zangu zimenitoka. Katika kitabu cha Luka anasema alifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka. Mpendwa katika Bwana, kwa sababu gani? Kwa sababu mtu aliyekumbuka, mtu aliyetafakari, mtu aliyewaza alienda kugusa kwenye pointi ya Mungu na uponyaji ukawepo. Kile kishada kilikuwa ni ishara katika namna hiyo. Basi mpendwa, Kristo Yesu akiwa ni daraja kwetu, ametufundisha siku ya leo kwa habari ya uponyaji, kutumia vile vishada, yani zile things, kwa yule mama mwenye damu, na kwamba katika kukumbuka uwema wa Mungu, katika kukumbuka utukufu wa Mungu, katika kukumbuka nguvu za Mungu, lipo uponyaji, upo neema, ipo kibali, kupo kuinuliwa. Na hili jambo limeongelewa ni kwa habari ya Roho Mtakatifu kwetu. Roho Mtakatifu anatukumbusha sisi katika yote kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, ili tuweze kumwendea Mungu katika njia njema, njia ya kupendeza, njia ya kukaa katika utukufu wote wa Mungu. Mpendwa, natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.